Bwana, afu niwapeni siri kuhusu paredi. Jana tuliwapigia simu wale ambao wanatupaga lile gari la paredi. Jibu walotugia jana tumecheka kweli rafiki yangu. Wametuambia mmechukua ubingwa tayari. Tukawaambia kwani kuna shida gani? Kuna wenzenu waliweka booking huku. Wallahi billahi. Wallahi wabillahi si watani. Wallahi wabillahi watallahi. Jana usiku tukawauliza. Wallahi tena. Wewe ulikuwepo jana jana usiku wametujibu hivyo. Kwani Yanga ndio mmechukua ubingwa? Maana tulikuwa tujawatafuta. Sisi tunasubiri mbungi malizike tuanze logistic. Tukamwambia kwani kuna nini? Kuna wenzenu hapo waliweka booking. Tukasema subhanallah. Kumbe ule ukimya ulikuwa ni kutafuta gari. Tunajua watu wapo kimya wanaandaa timu kumbe watafuta gari la paredi. Kwa hiyo bwana, kuhusu paredi, tunakwenda Zanzibar kucheza mechi ya fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. Itakuwa ni siku ya Jumapili tarehe 29. La kwanza tunakwenda kupambana tuchukue na hilo kombe, inshallah, ili tuwe na makombe 5 jumla: Ngao, Muungano, Toyota, la 4 ili hapa na la 5 na hilo. Lakini mechi hiyo haijaribu chochote mpango wetu ya paredi ya Jumatatu panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na hii wana Yanga na waomba jamani, Jumatatu tutakuwa na paredi la kihistoria. Siamini kama kuna mwana Yanga atabaki nyumbani Jumatatu asije kusherehekea mafanikio ya klabu yake msimu huu kwa tulioyapitia. Yaani kwa tulioyapitia wana Yanga, alafu kwenye paredi lipite wewe haupo. Siamini. Hiyo niliacha makusudi kwa sababu tumetaka kwa tukafanya jambo letu la ngapi? La Jumapili. Tukiweza kuyaunga yote namshukuru Mwenyezi Mungu. Tukilikosa bado Jumatatu tutauchafua huu mji. Na hiyo safari ya paredi, bora niiseme kabisa, paredi la miaka iliyopita tulikuwa na kituo kimoja tu cha kusimama kabla ya kufika makao makuu. Tuko na simama Msimbazi hapa. Lakini msimu huu tuna vituo hivi vitatu vya kusimama kabla ya kufika hapa. Cha kwanza kipo Ilala Boma pale. Tutasimama pale. Kuna kituo pale. Cha pili kipo Karume. Kuna kituo tutasimama pale. Cha tatu Msimbazi. Alafu tunafika Jangwani. Kwa hiyo vituo vitatu hivi, mbona mnacheka? Mshavielewa? Kuna vituo vitatu tumeviongeza viwili. Tutasimama Ilala Boma kabla ya kuvuka pale kwenye mataa kuna kituo chetu pale. Tutasimama pale kwenye mwendokasi pale. Tutazungumza kidogo pale na watu wa pale. Baada ya hapo tutavuka Karume sokoni hapo. Tutazungumza na watu wa soko pale. Tutazungumza nao vizuri tu. Tutasalimiana nao na wataona mafanikio ya Yanga. Tukivuka pale Karume sokoni na wanetu wa soko kuzungumza nao, tutakuja afu Msimbazi. Sasa Msimbazi miaka ya nyuma uwaga tuna kama stop ya dakika 5 hivi. Mwaka huu tofauti kidogo. Tutakuwa na stop ya masaa 3 pale. Kabisa. Kwa sababu tuna kazi ya kumtoa Chama apande juu pale au tubie taifa akifika Msimbazi. Yes. Chama anatakiwa asimame pale azungumze. Chama akimaliza tumuinue Israel Patrick Mwenda azungumze. Akitoka hapo Mkude naye juu azungumze. Kwa tuna masaa 3 pale. Kwa hiyo swali lako nimelijibu hapa kwa haila, lakini mpango wake unakuja. Lakini kwa intro tu kwamba msimu huu tutafanya paredi la kihistoria lenye vituo hivyo: Ilala Boma, Karume sokoni na Msimbazi, afu tutakuja makao makuu.